Natamani tuzungumzie somo lenye kichwa kinachosema mbingu ni ya watakatifu. Mbingu ni ya watakatifu. Tuombe. Baba yetu mwema uketie mahali pa juu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya uwepo wako kuwa nasi. Tunashukuru kwa sababu ya fursa ambayo umetupatia ya kuishi tena. Tumekuja kwa ajili ya kusikia neno lako. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu akatufundishe. Nitumie kama chombo kunena na kanisa hili. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Somo lina kichwa kinachosema mbingu ni ya watakatifu. Katika fungu letu kuu kitabu cha Waebrania sura ile ya 12, Waebrania sura ya 12, tasoma lile fungu la 14, lakini nataka tuanze nacho hapo. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 14. So, nasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa na hofu. Asante. So, somo litakuwa limeisha hapo. Maana tunasema mbingu ni ya nani? Ya watakatifu. Na fungu linasema hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa na. Lakini yako mambo ambayo nataka niyazungumzie. Niyakazie katika ukisoma kichwa cha somo na tukizama kwenye fungu kuu. Kuna vitu ambavyo nataka nivizungumzie. Somo linasema mbingu ni ya watakatifu. Tangu dhambi ilipoingia duniani, yako makundi mawili. Mungu wakati alipoandaa mpango wa ukombozi kwa ajili ya wanadamu, kuna makundi mawili. Kuna kundi litakalookolewa na kuna kundi litakalopotea. Lakini sio kwamba Mungu anapenda watu wapotee. No. Mungu ameweka uchaguzi katika maisha ya mwanadamu. Ameweka uchaguzi wa kuchagua. Tangu uumbaji, tangu Eden, Mungu alipomuumba mwanadamu, aliweka uchaguzi katika maisha yake. Adamu na Hawa wakachagua kula tunda ambalo leo limetupelekea wasi, tumetenda dhambi na hatimaye kuna majanga mengi yanayotokea duniani. Yote hii ni kwa sababu ya Adamu na Hawa ya kufanya uchaguzi usio sahihi katika maisha yao. Na hata hivyo, hata leo pia kwamba bado tumepewa fursa ya kuchagua maisha yetu, tuokolewe au tupotee. Ni kwa nini? Mungu ameweka uchaguzi katika maisha yetu. Leo ninapozungumzia mbingu ya watakatifu, ni kwamba kuna vigezo ambazo vitatumika kwa ajili ya wewe na mimi kuweza kuingia katika ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hawawezi kuingia tu watu hivyo hivyo tu. Kuna vigezo ambavyo vinapaswa vifuatwe ili tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana nimesema mbingu ni ya watakatifu. Katika kitabu hiki cha Waebrania sura hii ya 12 na ule mstari wa 14, mwandishi anasema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mwanadamu yoyote atakayemwona Mungu asipokuwa na utakatifu. Katika mambo haya mawili, kuokolewa au kupotea, tuanze pia na kitabu cha Malaki. Pia amezungumzia makundi haya mawili. Makundi haya mawili Malaki pia ameyazungumzia. Katika kitabu cha Malaki sura ya 4, tutasoma mstari wa 1 hadi wa 4. Katika makundi haya mawili, watakaookolewa na watakaopotea, tutaangalia pia sababu za wale ambao watakaopotea na tutaangalia pia sababu za wale ambao watakaookolewa. Tuangalie katika kitabu cha Malaki sura ile ya 4 na ule mstari wa 1 na wa 2. So, anasema, kwa maana angalieni
siku ile inakuja. Angalieni, siku ile inakuja, Inawaka kama tanuru. inawaka kama tanuru, Na watu wote wenye kiburi. tulia hapo. Anasema watu wote wenye nini jamani? Wenye kiburi. Kiburi. Ndio, endelea. Na wote watendao uovu. Wote watendao nini? Uovu. Ndio maana Wambura alipotaja uovu, alipozungumzia habari ya uovu, akachambua habari ya Enoko, nikasema nataka kuzama kwenye somo langu zaidi. Na anasema wale wote wenye nini? Kiburi, nao watendao nini? Uovu, watakuwaje? Tuendelee. Watakuwa makapi. Watakuwa nini jamani? Makapi. Leo tunakufa kwa sababu ya Adamu na Hawa, ya uasi wao wa kuto kusikia sauti ya Mungu. Malaki anasema wale wote wenye kiburi na watendao uovu watakuwa makapi, kwa sababu Mungu ataleta hukumu katika ulimwengu. Mungu ataleta hukumu ya moto. Anasema kwamba angalieni, siku hii inakuja, tena inawaka kama tanuru, nao wale wote wenye kiburi nao watendao uovu watakuwa makapi. Watakuwa makapi. Uovu. Watu tutaangamia kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya kung'ang'ana na dhambi, kwa sababu ya kutokuwa tayari kuacha dhambi. Tutapotea. Malaki anasema kwamba tutapotea. Ndio, endelea kusoma. Na siku ile inayokuja itawateketeza. Siku ile inayokuja itawateketeza waovu wote. Nina imani wote tunaokuja katika kanisa hili ni kanisa ambalo linaandaa watu kwa ajili ya marejeo ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Nina imani wote tunahitaji kuokolewa. Wangapi wanahitaji kuokolewa hapa? Wote tunahitaji kuokolewa. Ni kwa nini? Kwa sababu tumekuja katika zizi ambalo Kristo ameliandaa kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema kama tutang'ang'ana na uovu, uovu ukiendelea kuwepo ndani yetu, tuking'ang'ana na uovu, Biblia inasema kwamba tutakuwa makapi. Na siku itakayokuja tutaangamizwa. Haijalishi unasali siku ya Sabato, haijalishi umefanya nini, lakini unapoendelea kung'ang'ana na uovu, japo tupo kwenye zizi ambalo Kristo ameliandaa kwa ajili ya wokovu, tutapotea. Uovu. Endelea kusoma. Asema Bwana wa majeshi. Ndio. Hata haitawaachia shina wala tawi. Haitawaachia shina wala tawi. Ndio. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu. Ndio. Jua la haki litawazukia. Jua la haki litawazukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Lenye kuponya katika mbawa zake. Lenye kuponya katika mbawa zake. Wapendwa, wanaolicha jina la Mungu, jua la haki litawazukia. Lenye kuponya katika mbawa zake. Ninampenda Yesu sana katika maisha yangu. Ninapenda ahadi za Mungu sana katika maisha yangu. Ninaziamini sana ahadi za Mungu katika maisha yangu. Biblia inasema kwamba wale wote wanaolicha jina la Mungu, wale wacha Mungu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Tuangalie kwamba kumcha Mungu ni nini. Tuangalie katika kitabu cha Mithali sura ile ya 8 mstari wa 15. Kuna kitu pia amezungumza hapo. Anaposema wanaolicha jina langu, wanaomcha Mungu, anazungumzia nini? Mstari wa 15. Ndio. Unasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia nini? Uovu. Uovu. Uovu unapaswa kuchukiwa na watu wanaomcha Mungu katika maisha yao. Kwa nini? Kwamba mbingu ni ya watakatifu. Lengo la Mungu, anaandaa watakatifu wa dhambi ambao walio tayari kunyenyekea chini ya miguuni pa Yesu ili saa ikifika awaokoe. Nina imani sisi wote ni wa dhambi, lakini kwamba Mungu ameandaa mpango wa ukombozi. Mungu ameandaa mpango wa ukombozi wa unyenyekevu, wa kuamua kuachana na maisha ya dhambi na kuishi maisha matakatifu saa ikifika tuokolewe. Ndilo lengo la Mungu. Mungu anahitaji tuokolewe. Katika Mithali anasema kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu.
Wapendwa, tunapaswa kuichukia dhambi. Tunapaswa kuiona dhambi kama ukoma. Tunapaswa kuiona dhambi kama moto unaowaka, unaokuja kutuangamiza. Tusicheze na dhambi. Tusicheke na dhambi. Dhambi ni hatari. Dhambi inaua. Dhambi ndio imeleta matatizo yote ulimwenguni leo tunayaona. Shida mbalimbali tunazokutana nazo. Wengi tunamlaumu Mungu. Kwa mfano, mtu akifa, watu wanamlaumu Mungu. Mungu ampenda zaidi. No, ni dhambi. Mungu hapendi wafu. Mungu anapenda watu walio hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tumepewa fursa ya kuja kuabudu. Maiti haiabudu wala haijui kitu. Maisha yako unayoendelea kuishi katika ulimwengu huu ni ya thamani kubwa sana machoni pa Mungu. Na ndio fursa ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya wokovu wa maisha yako na maisha yangu. Kadri unavyoishi ni fursa ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya kufanya matengenezo juu ya wokovu wa maisha yako. Endelea kusoma hili fungu malizia. Kiburi na majivuno na Kiburi. uovu. Anarudia kiburi. Kiburi. Yaani kiburi, anazungumzia kiburi. Kiburi, kiburi. Kila fungu linataja kiburi. Kwa nini? Kwamba Waadventista wote wengi tunaujua ukweli. Ukweli tunaujua, lakini hatuko tayari kuishi kulingana na ukweli tulionao. Hiki ni kiburi. Tena kinaitwa kiburi cha uzima. Anasema kiburi, njia mbovu na majivuno. Uelewa tuliokuwa nao, uwezo tuliokuwa nao wa kujua maandiko, tunajivuna. Hiki tunaenda kuleta kiburi. Mungu anasema anavichukia. Anavichukia. Wapendwa, tunaishi katika wakati mgumu. Tunaishi katika nyakati ambazo tunapaswa kutengeneza maisha yetu kwa ajili ya hatima ya maisha yetu ya baadaye. Katika kitabu cha Ufunuo pia tusome katika sura ya 21. Tusome katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. Kuna kitu pia amezungumzia hapo, habari ya uovu. Ndio. 21 mstari wa 8 nasema, bali waoga na wasioamini na wasioamini na wachukizao na wachukizao na wauaji na wauaji na wazinzi na wazinzi na wachawi na wachawi na hao waabuduo sanamu na hao waabuduo sanamu na waongo wote na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ametaja baadhi ya matukio ambayo yanakwenda kwenye uovu. Watu wanaotenda mambo ya namna hii, Biblia inasema kwamba hawatapata nafasi ya kuurithi ufalme. Nina imani tumeokolewa kwa neema. Kanisa hili tunafahamu kwamba tumeokolewa kwa neema. Na makanisa mengi ya Wakristo wanafahamu kwamba tumeokolewa kwa neema. Na ndio maana hata leo wengine wanapoingia makanisani wanacheza na viduku kwamba wameshafanyaje? Wameshaokolewa. Wanashangilia wokovu wao, wanamshangilia Yesu. Lakini tufahamu kwamba bado tuko kwenye mapambano. Uovu bado uko ndani yetu. Tunaishi katikati ya uovu. Tunaishi katika nyakati ambazo tunapaswa kuwa makini. Nyakati ambazo mwovu anatumia akili nyingi sana kuhakikisha kwamba anatutega na kutunasa. Anatujaza mambo, tunatumia vibaya maandiko. Mwaka mmoja kulikuwa na effort hapa Mwaya. Na kumbukumbu mwaka 2007. Kulikuwa na effort. Kulikuwa na vijana kutoka Kwio walikuja, na kuna vijana pia wawili kutoka Dar walikuja. Hao wawili walitumika kama mafundi kitabu. Lakini baada ya kuja, mkutano ukao unaendelea, injili ikawa imehubiriwa,
tukaona wakina dada wengi sana wakawa wanaingia wale, wanakuja kwenye mahubiri na wanajitoa kwa ajili ya ubatizo. Wakina dada wengi wakawa na tambua kwamba vijana walikuwa nini? Vijana walikuwa wengi, na wakina dada kutoka nje ya kanisa wakaanza kuja kanisani. Kwa nini? Kwa wingi. Kwanza kuchunguza imekuwaje? Yapo ni injili inahubiriwa, lakini kwa nini wao wakina dada tu? Wakina kaka wako wapi? Nakumbuka kwamba Kwiro ni shule ya kina nani? Ya wanaume. Si ndio? Ya wavulana hiyo. Shule ya wavulana. Akiwa kina dada wakaanza kuja kwa wingi kwenye ule mkutano. Na wakaomba ubatizo. Na kanisa halina shida. Ukiomba ubatizo unafanyaje? Unabatizwa. Lakini kuja kuchunguza kwa umakini, wako watu walikuwa wakitumia vibaya neno la Mungu kwa ubiri wale. Wale vijana kumbe walikuwa wanatafuna, walikuwa wanakula kondoo. Ndio injili ambayo walikuwa wanahubiri. Lakini baada ya kanisa kufuata hizo tetesi, inabidi wakaitwa. Walipoitwa kuulizwa, yaani mtu kwa ujasiri kwenye kikao anasema kwamba damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ina kazi gani usipofanya dhambi? Ni fundisho ambalo wanahubiri na wanalizungumza kwenye kikao mbele ya mchungaji. Nakumbuka kipindi kile mchungaji alikuwa nani? Shadrach. Ndio alikuwa mchungaji wa mtaa. Shadrach Shauli. Shauli alitoa mpaka mchozi. Alitoa mpaka mchozi. Vijana wakasema kwamba damu ya Yesu ina kazi gani? Kama hatutendi dhambi, damu ya Yesu haina nini? Haina kazi. Inabidi tutende dhambi ili damu ya Yesu ifanyeje? Itakase. Lakini mtu huyu ni mshiriki ndani ya nini? Ya kanisa, anasubiria kurudi kwa Yesu mara ya ngapi? Ya pili, ili aweze kuokolewa. Wanatumia vibaya. Yawezekana tukalitumia vibaya neno. Neno la Mungu tukalitumia vibaya. Neema inafanya kazi katika maisha yetu. Paulo ukisoma Warumi sura ya 8 anauliza, je, kwa sababu tumeokolewa na neema tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Anasema la hasha. Hatupaswi kudumu. Tukishaijua ili kweli, tudumu katika kweli. Na hiyo kweli itatuweka hapo. Bwana asifiwe sana. Kweli itatuweka hapo na dhambi. Katika maisha yetu tuikimbie dhambi. Biblia inasema kwamba waovu watakuwa makapi, nao wenye haki watawakanyaga waovu katika siku hii. Tambua mbingu ni ya watakatifu. Sasa tuangalie kwenye kitabu hiki cha Mathayo. Kwenye kitabu cha Mathayo kuna heri kadhaa ambazo mwandishi amezizungumzia kwa wale ambao wanaotamani kuokolewa. Kuna heri kadhaa ambazo mwandishi amezizungumzia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5. Hizi ni Yesu mwenyewe anazungumzia kitabu cha Mathayo sura ya 5. Taanza kwenye mstari wa kwanza Mathayo mpaka mstari wa 12. Soma. Mungu anasema, ndio, naye alipoona makutano alipanda mlimani. Na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Ndio. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana asifiwe sana. Amina. Anasema heri wenye umaskini wa nini? Wa roho. Maana ufalme wa Mungu ni nini? Ni wao. Ndio, twende. Heri wenye huzuni. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Ndio, katika kipindi hiki unapomfanya Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, utapitia magumu, changamoto nyingi utakazopitia. Anasema utakuwa na huzuni, lakini kwako wewe ni heri. Kwa sababu huzuni yako ni kwa sababu umeamua kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Endelee. Heri wenye upole. Heri wenye upole. Si huu upole ambao yani kuwa slow. Yani upole si huu mtu anakuwa kama mtu fulani. Yani ukenani no, Biblia isemi hivi. Upole unaozungumziwa ni upole ambao yawezekana hata mabaya ukifanyiwa, hata ufanyiwe jambo gani, una uwezo wa kumfanyia chochote yule mtu, lakini bado umekuwa nini? Mpole.
Hauko tayari kurudisha baya kwa mtu anayekutendea baya. Wewe maisha yako yote unataka amani katika maisha yako. Biblia inasema heri wapole, maana hao watamuona Mungu. Watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya nini wapendwa? Ya haki. Ya haki. Maana hao watashibishwa. Utashibishwa. Haki. Penda haki katika maisha yako. Penda haki. Ndio, endelee. Heri wenye rehema. Heri wenye rehema, ndio. Maana hao watapata rehema. Rehema. Mungu amekupa upendeleo. Tena tunasema kwamba tunaishi kwa rehema tu Bwana. Tunaishi kwa neema tu, tunaishi kwa rehema tu. Rehema ni upendeleo ambao Mungu ametupatia katika maisha yetu. Wape fursa pia watu. Usitake kurudisha baya kwa baya. Kuwa na rehema. Rehema ambayo itawafanya wengine wamuone Yesu katika maisha yako. Mstari unafuata. Heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Moyo safi. Kwanza kuna maisha yale ya kibinadamu ya kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu wenzako. Moyo safi. Moyo ambao umetakaswa kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Moyo ambao unapenda haki katika maisha yako. Ni moyo ambao haumchukii mtu mwingine. Ni moyo ambao unampenda hata adui. Moyo safi. Ndio. Anasema mtu kama huyu atamuona Mungu. Ndio. Heri wapatanishi. Wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Hao wataitwa wana wa Mungu. Hapo pia pana shida. Wengi leo tumekuwa tuchezi. Yawezekana ukaona mtu fulani na fulani hata ndani ya kanisa hawana mahusiano mazuri. Lakini mmoja wao kati ya wao akaja akakwambia, yaani kwa kweli dada fulani au kaka fulani, yaani mimi niko hivi na hivi na hivi na hivi na mtu fulani. Unamshauri nini juu ya huyu mtu na yule mtu? Lakini yawezekana ukawa na mchochezi sasa. Kuchochea ni tatizo lizidi kuwa kubwa. Anasema heri wapatanishi. Kuwa mpatanishi katika maisha yako. Wapatanishi wengine ni wale watu pia wanaofanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wanauleta upatanisho kati ya mtu na Mungu, kwa sababu unapomhubiri mtu neno la Mungu, unamwelekeza juu ya habari ya uovu wake, anaachana na dhambi, anatubu dhambi, anapompenda Mungu katika maisha yake, unaleta mahusiano kati ya mtu na nani? Na Mungu. Upatanishi. Lakini pia tu upatanishi wa sisi kwa sisi. Usianze kushauri vibaya. Usianze kutoa hoja mbaya kwa mtu mwingine, mchukie mtu mwingine, uchocheze. Wapatanishi hao watamuona Mungu. Ndio. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa. Wako tayari kuudhiwa. Nimesema kuudhiwa. Yaani wewe kidogo tu. Kidogo tu. Yaani unachukia milele. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya nini? Ya haki. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ufalme wa Mungu ni wao. Mbingu ni ya watakatifu. Ndio. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Sasa bora mtu akuseme vibaya kwa ajili ya uongo. Yaani kwa uongo. Kulikuwa mtu aseme kwamba Edison mzinzi na kweli ni mzinzi. Yaani bora mtu anene kwamba Edison mzinzi afu sizini. Bendera vizuri. Bora mtu akuseme kwamba ni muovu lakini wewe sio nini? Sio muovu. Ndio, kwani anasema furahini na kushangilia. Ndio, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Haya yote pia katika maisha yako. Yawe ya furaha, yawe ya huzuni, Biblia mchana wa leo inasema unapaswa kufanyaje? Kufurahi. Maana unapotendewa mabaya, urudishi mabaya. Unapoishi maisha ya uaminifu, anasema maana furaha ni kubwa wapi? Mbinguni. Furaha ni kubwa mbinguni. Maisha ya utakatifu. Yaani mbingu ni ya watakatifu. Mbingu si ya waovu. Waovu watapotea. Wenye haki wanaoishi katika maisha yao kwa uaminifu
kwa kuuchukia uovu, hao wataokolewa katika maisha yao. Mesha Anasema kwamba ndio maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Manabii mitume waliudhiwa, lakini walivumilia. Tumejifunza visa vya manabii wengi, mitume wengi waliudhiwa, lakini walivumilia. Tunapaswa kuvumilia katika kipindi hiki. Utakatifu ni pamoja na uvumilivu, ni pamoja na kupitia misukosuko ya maisha yako, ni pamoja na kupitia changamoto za maisha yako. Ukiukataa uovu, Mithali anasema chukia uovu, penda haki, penda kumcha Bwana. Fungu langu la mwisho nalo kwenda kulimalizia somo langu mchana wa leo linapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Yohana 3. Mbona usikie kwa makini? Yohana 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Ndio. Nasema huyo alimjia usiku akamwambia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 3. Ilitaja Yohana tu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Anasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Wapenzi, sasa tu watoto wa nani? Wa Mungu. Wala haijadhihirika bado. Wala haijadhihirika bado. Jinsi tutakavyofanyaje? Tutakavyokuwa. Lakini na ndio maana nasema kwamba wale ambao wanaoshangilia kwamba tayari wameshaokolewa na kudumu katika hali ya maisha yao ya uovu, Biblia inasema kwamba watapotea. Kwa nini? Kwamba bado ni kweli ni watoto wa Mungu, lakini hatujadhihirika bado. Ndio, endelea kusoma. Lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Lakini atakapodhihirishwa, Kristo atakaporudi. Unajua kwa nini mwandishi anasema tu watoto wa Mungu? Ni kweli. Na kwa nini? Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 wa 14, anasema wa 12 wa 14 anasema wale wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ni wale waliamini jina lake. Kwa hiyo tunapompokea Kristo kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, tunapewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Lakini bado tupo katikati ya mapambano. Na ndio maana utaona wengine bado wanaanguka, lakini upaswa kukaa chini, unainuka na kuendelea na nini? Na safari. Na ndio maana akasema bado hatujadhihirika bado, kwa sababu bado tupo tunapitia changamoto za aina mbalimbali. Ndio, bado tunapitia changamoto za aina mbalimbali. Anasema atakapodhihirishwa sasa, huyu Kristo atakaporudi kwa mara ya pili, ndio anasemaje? Tutafanana naye. Ndio, kwa maana tutamuona kama alivyo. Sasa tuna imani, tunaamini kwa imani. Imani tumejengwa kwa sababu ya neno la nani? Neno la Mungu. Linatujenga kuhusiana na habari za Kristo. Kwamba alikuja, aliishi, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka na akapaa akaenda mbinguni. Na sasa yupo hekalu la patakatifu mbinguni akifanya huduma za upatanisho. Lakini pia ahadi ya Biblia inasema kwamba atarudi tena kwa mara nyingine kuja kuwachukua wale watu. Na hapo ndipo akasema kwamba tutamuona uso kwa uso. Wapenzi, watu wa Mungu mchana wa leo, soma mstari wa 3. Anasema na kila mwenye matumaini haya katika yeye. Wito wangu mchana wa leo, na kila mwenye matumaini haya ya kuokolewa, na kila mwenye matumaini haya ya kuokolewa, ndio anasema yeye hujitakasa. Yeye ufanyeje? Hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unahitaji wokovu wa maisha yako, huduma ya utakaso ni huduma endelevu katika maisha yako. Ni huduma ambayo inaendelea kila siku za maisha yetu. Na ndio maana tunamuomba Mungu msamaha wa dhambi kila siku, ili tutakaswe, tuwe watakatifu kama yeye alivyo nini? Mtakatifu. Biblia inasema kama yeye alivyo mtakatifu. Tunapotakaswa dhambi zetu, tunakuwa wana na binti za Mungu. Tunatakaswa dhambi, tunakuwa watakatifu,
ili tufanane na yeye, ili tufae kuokolewa kuingia katika makao ya mbinguni. Hatuwezi kuingia mbinguni na dhambi. Mbinguni hawaingiwa dhambi. Mbinguni wanaingia watakatifu, watakatifu wa dhambi walioacha dhambi zao na kukubali mpango wa Mungu wa ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapaswa kujitakasa. Tujitakase dhambi. Tuache dhambi. Mchana wa leo ninapendekeza, mchana wa leo Mungu atusaidie tuichukie dhambi. Tusingangani na dhambi wapendwa. Tusijifariki na dhambi. Wengi tunazungumza maneno mengi sana. Unajua bwana, kwa kweli duniani tuko duniani, hatuwezi. Kama huwezi kuacha dhambi, hatuwezi kuingia wapi? Ufalme wa mbinguni. Huu ndio kweli. Kama huwezi kuacha dhambi, huwezi kuingia wapi? Kama unaipenda mbingu, kama unaipenda mbingu, uachane na dhambi. Dhambi ni kitu hatari. Biblia inasema kwamba mbingu katika kitabu kile cha Waebrania fungu letu lile kuu linasema tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Nina imani sisi ni wadhambi kweli. Lakini fungu la wiki la mwisho linasema tunapaswa kujitakasa. Tujitakase. Yesu anajua sisi ni wadhambi. Lakini fursa ya kutakaswa dhambi yuko sasa mbinguni. Yuko tayari kukupa uwezo wa kuishi na dhambi. Kama asingekuwa na uwezo wa kukupa uwezo wa kushinda dhambi, asingekupa ahadi yake kwamba ukimtumainia utaushinda ulimwengu katika maisha yako. Mchana leo natamani toe wito. Ni wangapi wanaosema kwamba Mungu nisaidie, iko dhambi ndani yako ambayo bado sijafanya maamuzi ya kuiacha. Bado dhambi ambayo inashikilia siku zote za maisha yangu. Na kupitia hii yawezekana nisione mbingu. Mungu nisaidie nipate kuishinda hiyo dhambi. Na saa ikifika niingie katika ufalme wako. Onyesha mkono. Basi Mungu atubariki. Tusimame. Wimbo letu moja, letu wa pili na upendo. Katika wimbo wetu na mzee wa kanisa utatuweka mikononi mwa Mungu, watoto wa Mungu ambao wamejitoa kwa ajili ya utakaso wa dhambi zao. Ziko changamoto, mimi na imani kila mtu ana changamoto yake. Kila mtu ana changamoto ya dhambi ambayo inawezekana akafanya bidii ya kuiacha lakini hawezi. Lakini mchana wa leo ahadi ya Mungu kwamba atakupa ushindi. Anasema na kila mwenye matumaini haya anapaswa kujitakasa. Tujitakase kama yeye alivyo mtakatifu ili tufanane naye. Katika beti ya pili ya wimbo namba 134, beti ya pili taimba inasema mwangalie Yesu utabadilishwa. Karibu mzee. Tuombe. Baba yetu Mungu muumbaji, mfalme wa milele, asante kwa sababu ya ibada hii takatifu. Asante kwa sababu ya sauti yako ambayo imesema nasi kupitia kutoka katika neno lako. Na asante kwa sababu ya mguso wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuwa akishuhudia ndani ya mioyo yetu, yeye anayejua siri zote, yeye aonaye mafumbo yote, yeye anayefahamu maisha yetu yote, hata yale yanayofanywa sirini sana, ndiye ambaye amekuwa akishuhudia katika ibada hii. Asante kwa sababu Bwana umesema nasi kupitia kwa mtumishi wako kwamba ni watakatifu tu
ndio watakaopata fursa ya kuingia mbinguni. Maana dhambi ni petroli kwa ule moto ambao Bwana anakuja nao, na hivyo dhambi na moto havipatani, petroli na moto havipatani. Na ni kusudi lako Bwana utukumbushe mchana wa leo kwamba kama tunataka kuingia mbinguni, mahali ambapo Mungu upo unaishi, ni lazima tuache dhambi, kwa sababu moto unaokuja nao Kristo, macho yako, utukufu wako utateketeza maisha yetu, na dhambi zetu zitatufanya tuwe kuni katika tanuru. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo limekuwa wazi ya kwamba kila mwenye matumaini haya lazima afanye juhudi ya kujitakasa sasa. Tusaidie kufanya matengenezo. Tusaidie Bwana kufunika njia za siri. Tusaidie kuacha mipango yoyote ya uovu. Tusaidie kuwa na mwendelezo wa agenda za uovu, hata kama zinafanywa kwa namna ya siri kiasi gani. Tusaidie Bwana, maana saa inakuja, wakati unakuja ambapo yote yatawekwa wazi, lakini haitakuwa na faida kama yanaandikwa wazi na bila ukovu, haina faida. Tusaidie Bwana mchana huu leo, ujumbe huu ambao umesemwa kwa kusudi la kuwa ushuhuda kwetu. Umesemwa kwa kusudi la kwamba siku hukumu itakapowekwa mbele yetu, kila mtu akakiri ya kwamba hukumu zako ni za haki na za kweli. Tusaidie sasa Bwana kufanya matengenezo. Mtumishi wako ambaye umemtumia kama chombo tu, na tumeona yeye amekuwakilisha wewe akisema kwa niaba yako, na sauti iliyosikika ni neno lako ambalo limetoka katika vinywa vyako. Hivyo basi Bwana, mchana wa leo endelea kusaidia Roho Mtakatifu anapozidi kunong'oneza kwamba tuiache dhambi, anapozidi kusema nasi na anapozidi kushuhudia katika dhamiri zetu. Bwana, tusaidie tukaache mipango yetu yote miovu, kama ni kuvunja ndoa za watu, kama ni kuiba waume za watu, kama ni kuchukua wake za watu, kama ni uwizi, kama ni utapeli, kama kila namna ya uasi, kila namna ya uovu, kila namna ya dhambi ambayo inayotuzinga kwa upesi. Tusaidie Bwana tukaweze kuviacha dhambi ya upesi, maana wako mashahidi wanatutazama sasa. Tunaamini ya kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye naamini ya kwamba kila mtu sasa anayeomba, maana tunatamani kwenda mbinguni na ni lazima tuombe tuache dhambi, tupatie ujasiri wa kuweza kuiacha dhambi na kushinda. Tunapotoka katika ibada hii, tembea nasi, lakini isiwe ibada tu ya mazoea, isiwe tu ibada ya kuja, bali ikawe ibada iliyo takatifu na ibada ambayo itakayoleta tija katika maisha yetu, ibada itakayotuongoza kufanya mabadiliko, ibada itakayotupatia msimamo thabiti wa kuitetea kweli na kupeperusha bendera ya haki. Ndivyo tunavyoomba kwamba unakusudia kututakasa maisha yetu, unakusudia kubadilisha tabia zetu, unakusudia kulitakasa kanisa lako. Bwana, ukawe kati yetu. Bwana, ukatembee nasi. Bwana, ukaongoze maisha yetu, ili hata shetani anapopanga kuturudisha kule tulikokuwa tumetoka, Bwana akashindwe, na tunamkemea kwa jina lako. Ndivyo tunavyoomba na kuamini kwamba baraka zako zitapungua kwetu na kwa watoto wetu na kwa familia zetu. Bwana, ndivyo tunavyoomba na kuamini kupitia kwa Kristo Yesu Bwana mkombozi wetu. Na kila naye amini. Sema.